Ulikuwa naye basi Sia Gamba kukujuza yale yaliyojiri kwenye magazeti ya siku ya leo, ambao umeweza kujua basi habari kemkem za kitaifa, kimataifa, lakini pia umeweza kufahamu zile za michezo na burudani. Karibu tena basi, na moja kwa moja tunaanza katika sehemu ya kwanza ya Jahara kuweza kujua ni kitu gani ambacho tunacho hapa studio kwa siku ya leo, na ninaye hapa Hassan Mchanjama ambaye ni mwenyekiti wa chama cha kutetea haki za abiria hapa nchini Tanzania. Hassan, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Heri ya mwaka mpya. Asante sana na wewe pia. Asante sana. Haki za abiria zinatetewa vipi? Haki za abiria zipo kwa mujibu wa sheria. Kuanzia sheria za kimataifa na sheria zetu hapa Tanzania. Kwa hiyo ziko nyingi, na sisi kama tumepewa leseni na serikali kwa maana kwa msajili, tunatetea haki zote, ikiwemo abiria. Kwa mfano jana tulikuwa tunatetea abiria kuhusiana na nauli za mwendo wa kasi. Maana ndio kazi yetu kuhakikisha kwamba abiria hawatozwi nauli kubwa au hawalipishwi nauli kandamizi. Pia tunatetea abiria akipata ajali ili aweze kulipwa. Pia tunatetea abiria hawe anasafiri salama. Pia tunatetea abiria athaminiwe, sababu kuna haki ya kulipwa, kuna haki ya kupewa taarifa, kuna haki ya kuchagua, kuna haki ya mazingira salama, kuna haki nyingi. Kwa hiyo haki zote kwa mujibu wa sheria. Na umezungumza kwamba jana kuna kikao nyie na Sumatra. Mlikuwa mna mapendekezo gani haswa kuhusiana na swala zima la usafiri wa mwendokasi na nauli pia? Jana kwa kikawaida mtoa huduma au mlaji kwa mujibu wa sheria za Sumatra anaweza kapeleka maombi Sumatra kutaka kuomba aidha kushusha nauli. Kwa mfano sisi mara nyingi tunaomba kushusha nauli baada ya kuona mazingira yanaruhusu kupungua kwa mafuta na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wale wale mabasi endayo kasi waliomba Sumatra, wanataka kuanza usafiri. Kwa hivyo waliomba Sumatra, walipeleka mapendekezo na nauli ambazo wanataka kuzitumia. Kwa hivyo Sumatra wanapopokea yale maombi ya mtoa huduma, mara nyingi huwa wanatuita sisi stakeholders, wadau, kuweza kujadiliana na kuweza kuna wao presentation pale mbele yetu kujua ni kwa nini wameleta hii, wanataka naulizo na vitu kama hivyo, then na sisi tunawapa Sumatra mapendekezo yetu. Kwa hiyo kwenye mkutano ambao ulifanyika jana, wadau wa usafirishaji, wale viongozi wa vyombo vya usafirishaji pamoja na Sumatra, makubaliano haswa ilikuwa ni yapi? Kwa mujibu wa sheria ya Sumatra mwaka 2007, baada ya majadiliano kama yale ya jana, ndani ya wiki mbili, siku 14 ndio Sumatra atakiwa atoe maamuzi. Kwa hivyo jana alikuwa anakusanya tu maoni hayo na mapendekezo hayo ya wadau, then baada ya siku 12 atatoa msimamo. Yeah. Na sasa katika mkutano wa jana nyie mlikuwa mnasimamia upande gani haswa, ama mlikuwa mna agenda gani ya kuweza kuonyesha kwamba mlikuwa mna kitu ambacho mnakisimamia? Sisi kwa upande wa kwetu chama cha abiria tulikuwa kwanza hoja yetu kubwa, tulipongeza serikali kwa kuanzisha huu mradi wa mabasi yaendayo kasi. Kama tulikuwa tunaona kwamba ni itatusaidia sana, lakini sasa yale mapendekezo yao ya kuomba nauli kubwa kiasi kile ndio ambayo kidogo tumekuwa tukitofautiana nao pale jana, kwa maana kwamba wao walikuwa wameomba nauli ya iwe chini iwe 700, nauli ya kati iwe shilingi 1200, nauli ya kubwa ambayo tunaita ruti ndefu nataka shilingi 1400. Hiyo ndio sehemu ambayo kidogo tumetofautiana, na sisi kama watetezi wa abiria tukawa tunasema hakuna sababu za msingi za kufanya hivyo, kwa sababu kimsingi kabisa kwa mujibu wa sheria hizo za Sumatra zinaeleza namna ya kuweza kupitia upya nauli au kureview nauli. Sasa katika ile sheria ukisoma, hakuna kipengele ambacho kinasema akija mwekezaji mpya mjadili kupandisha nauli. Kwa hivyo kwanza hiyo inapingana na hiyo sheria ya Sumatra, kwa maana kwamba yule alitakiwa kama mwekezaji bila shaka alifanya utafiti na aligundua kuwa nauli zilizotumika sasa ndizo ambazo kimsingi zimekuwa anaweza kuzimudu mlaji, kwa maana abiria, na pia mtoa huduma anaendelea kwa paleti na ndio maana daladala mpaka sasa. Kwa hiyo yeye alitakiwa aanze atumie na nauli hizi ambazo zilizopo, lakini tulishtushwa na hiyo anapotaka hizo nauli kubwa kiasi hicho ambacho kimsingi abiria wengi hawawezi kuweza kumudu hizo. Kwa hiyo tukawa tutengeneza hoja pale kama 11 hivi. Hoja ya kwanza tukasema
hakuna sababu ya kupandisha nauli, kwani mwekezaji kabla kuwekeza bila shaka alifanya utafiti na kujua nauli zinazotumika sasa. Maana yake amezikubaliana na hizo nauli, na kama aliona nauli hazilipi angeachana na mradi huu, kama nilivyosema mwanzo. Alafu la pili tukasema sheria ya SUMATRA ya mwaka 2007 inasema sababu ya kupitia nauli imetaja sababu ikiwa ni pamoja na kupungua kwa mafuta, yaani kwa maana ya kupanda kwa mafuta au kupungua, kuongezeka kwa mishahara ya wafanyakazi kwa maana ya madereva na makondakta, na kodi zingine za serikali kama zinakuwa zinapanda, basi hii ni sababu ambazo unaweza kupitia upya nauli. Lakini sio kwamba eti akija mwekezaji mpya ndio nauli zipandishwe. Afu tatu tukasema basi haya hayakai katika foreni. Hivyo yalipaswa nauli iwe chini, kwa sababu mabasi ambayo yanakaa kwenye foreni yanatumia shilingi 400. Mabasi ambayo yakai kwenye foreni yanataka shilingi 1400. Kwa ni kitu ambacho kimsingi tumesema akiwezekani na wala kipo kabisa duniani. Lakini mchanjama, tukibakia kwenye hilo la kabla hujaendelea mbele, huoni kwamba mabasi yale ambayo yanakuja pamoja na mradi ule kwa ujumla umekuwa na gharama kubwa kabisa? Hivyo wanavyoweka fedha hizi na maana zinaendana na gharama ile ya ule usafirishaji. Kwanza ule mradi kimsingi kabisa serikali yetu imetia mkono sana, na ukiangalia hata miundombinu kwa maana ya barabara, vituo vyake, ni serikali yetu ambayo ndio imetengeneza hiki kitu, na kwa maana kwamba ni kodi zetu sisi wananchi. Kwa hivyo wao kwanza walitakiwa, kama nilivyosema, kwa sababu miradi kama hii sio kama ni ipo Tanzania tu, ipo katika baadhi ya nchi. Kwa mfano Addis Ababa, mji wa Ethiopia, mji mkuu wa Ethiopia, miradi kama hii ipo na nauli iko chini. Kimsingi miradi kama hii sio biashara, miradi kama hii ni kutoa huduma, na ndio maana utaona serikali yenyewe ndio inakuwa ina invest pale. Kwa hiyo kimsingi kabisa ni kwamba kuleta magari mapya, sheria inasema lazima ulete gari jipya uweze kupata ile leseni ya usafirishaji. Wewe usilete magari mabovu. Kwa hiyo katekeleza wajibu wake kuleta mabasi ya kisasa ambayo ni mapya.